Kichwa cha Zai. Zai akubali kuwa kijakazi. Hatujui, huu ni mwendelezo, tunaendelea kufahamu mengi zaidi msikilizaji. Je, Zai alikubali na kama alikataa kipi kilichomkuta huyu binti? Tunasonga mbele. Langu jina Lucas Lumba, simtarashaji ni Reta Story. Sasa Mr. Mani aliniambia kwa kunikunjia uso na kuniuliza kwamba kwa nini umekuwa surprised kwa kitu kidogo namna hii? Ama nikuulize, yani ulifikiri kwamba utakuwa unakuja kufanya kazi gani sasa? Mimi sikufikiria, ila hii yani ulivyoonyesha kwangu ni zaidi ya dharau. Yani hata sijui umenionaje ama umenifikiriaje eti niwe kijakazi. Hivi kwa nini unajisikia ama unataka kunifanyia majaribio? Yani kwa mimi nikufanyia majaribio sasa? Na nikufanyia majaribio ni nikitafuta nini sasa? Sikia, kuanzia ofisini kwangu na kwenye biashara zangu zote hakuna mahali ambapo unafiti. Hakuna ambapo unafiti. Kwa hiyo sasa unamaanisha kwamba sehemu pekee na ufiti ni hapa? 100%. Na unajua mimi nilivyokuwa nikihangaika kutafuta maid, niliwaza kwa nini nisimtafute Zai? Kwa sababu nafaa kabisa. Wewe kaka, naona una kichaa kabisa. Ndina kichaa chako naona ni cha viwango vya juu sana. Eti mimi nafaa? Hivi umeniangalia vizuri kweli unahisi labda ni kwamba naweza kuwa maskini nisiye na mbele wala nyuma? Sasa mimi kukuangalia nimekuangalia na hata sasa nakuangalia na bado moyo wangu unasema unafaa. Au unapendelea kazi za makasino na sehemu zingine zenye mwingiliano wa wanaume wengi? Labda kama unataka ya hivyo mimi naweza kufungua moja wapo kati ya hizo alafu nikuweke wewe msimamizi. Ila hapana bana, kwa jinsi akili yako ilivyo naweza kuhonga mtaji wote. So hii ndio sehemu ambayo unaona unafaa. Na kama utaona uwezi, it's okay. Unaweza kujilazimisha tu kwa sababu tayari umeshasaini mkataba. Kwa hiyo hakuna kurudi nyuma. Unajua mkaka, unajua mimi nakuangalia na kukutafutia neno lakini naona yote hayakufai. Labda nikwambie kwa ufupi tu, mimi siwezi kufanya huu upuuzi kamwe. Na naomba kuanzia leo hii, narudia tena. Kuanzia leo hii usinitafute wala nisikune nyumbani kwangu. Sijui umenielewa? Sasa kukutafuta na wala usinione nyumbani kwako hapana. Yaani kwa sasa uwezi kuniona maana sinikuwa nakutafuta na au kuja kwako kwa sababu sinikuwa bado nakuhitaji. Ila kwa sasa tayari nishakupata na ushakuwa kijakazi wangu, kwa hiyo mimi sina haja ya kukutafuta tena. Nilimwangalia kwa sekunde kadhaa nikasema huyu hayuko sawa na nikimchekea atanipanda kichwani. Basi bila kuongea neno niliinuka na kutaka kuondoka. Mara Joshua akasimama mbele yangu na kusema ya kwamba huwezi kuondoka. Nilichukia nikamwangalia nikasema ya kwamba kijana, naomba utoke mbele yangu. Jamaa kunielewa, akaendelea kusimama, nikataka kumpush, akanishika na kutaka kunirudisha kwa. Asa nilivonganga sikutaka hata kukubali kurudishwa kirahisi hivyo. Kwa hiyo nikanapambana. Hapo nafikiri naweza kumshinda na kupata upenyo, lakini bahati mbaya nguvu zangu ni za soda tu. Yaani bila huruma alinikokota kama paka aliyebeba kitoweo. Mr. Mani aliona kama anapotezewa muda. Akaja kunizoa na kunitupia kwenye sofa. Hasa nilihisi kama anaona mawengi, yani ndio nini kutupwa kama vileni. Yaani utafikiri ni furushi tu linatupwa la uchafu kwenye korongo jamani. Kwa kweli sikupenda. Na kwa dakika ile mimi sikuweza kuongea maana akili ilikuwa bado kwenye mshtuko. Alafu mimi sikutegemea kama ningefikia hatua ya kurushwa vile. Sasa Mr. Mani baada ya kunirusha alinifuata na kusimama mbele yangu sasa akiwa ameweka uso wa mbuzi. Akasema kwamba naona niliongea na wewe kwa upole na ukaniona mjinga na kuhisi kwamba unanimudu, si ndio? Sasa sikia, umeshakuwa maid wangu. Kwa hiyo hicho kiburi na madharau yako yaishie huko nje. Ila ukiwa humu ndani kwangu uwe na adabu, umenielewa? Kwa namna jamaa alivyokuwa na hasira nilijikuta nikiitikia ndio bila hata kupenda. Naye kuona nimetulia alirudi nyuma na kumwambia Joshua anipe ile notebook na peni. Joshua akanipatia, nikapokea na nilipopokea Mr. Mani akasema kwamba andika yote haya ninayokuambia na utapaswa kuyafuata bila kuuliza wala kuwa na sababu yote. Nilijibu sawa kwa kutii. Usishangae msikilizaji, hapa mimi nimeshaona nikijifanya kichwa ngumu hapa nitabahamizwa ama kufanya chochote kile. Kwa hiyo acha nifiate huu mdomo nisije kuuponza tena. Basi nilivyokubali akasema kwamba andika ratiba ya chakula. Basi niliandika kisha akaanza kutaja vyakula ambavyo anataka niwe napika kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Alipomaliza kutaja nikamuuliza kwamba samani, hii Jumamosi na Jumapili nitakuwa nakuja mimi au kuna mtu mwingine atakuja? Nimeshakwambia utaki kuuliza. Sawa, fanya ninavyokuambia. Haya, ukiachana na hayo, nyumba yangu nataka iwe safi. Unaona hivi jinsi ilivyo Unaona hapa jinsi palivyo pachafu. Nataka nyumba iwe safi kila mahali. Yaani nisione vumbi wala simizi yakikatiza sehemu yote, umesikia? Alafu kingine, nguo zangu sitaki zifuliwe kwa mashine. Nataka utumie mikono yako.
Na subiri usiendelee kwanza kuongea. Kaka, hivi unaona mikono yangu vizuri, yani unahisi kwamba hii inaweza kufikinya manguo yako ama? Binti, ninapoongea usije ukanikatisha, umesikia? Usije kurudia tena kunikatisha. Kuhusu mikono yako utajua mwenyewe, ila sitaki utumie mashine. Full stop. Afu kingine, mbwa wangu huyu ni zaidi ya mtoto kwangu. Hivyo unatakiwa umwangalie kwa umakini sana. Na ana ratiba yake ya chakula. Ukiachana na mbwa, samaki nao unatakiwa uhudumie vizuri sana na kwa umakini. Sasa wale wako afe hata mmoja, hapo utajua mimi nani. Mambo ya kuelekeza yako mingi sana, ila hayo ndio ya muhimu zaidi. Kwa hiyo unaweza kuanza kazi yako. Afu kingine ambacho nimesahau, sitaki kuona lile toi lako hapa nyumbani kwangu, umesikia? Sasa sijui ukija nayo hapo utaipaki wapi. Ila kwangu sitaki kuiona. Unaweza kwenda. Msikilizaji, gai. Unajua nilijikuta kwanza ninashindwa kujisikia. Yani ni kama nisije nikwambieje. Yani mikazi yote hiyo natakiwa kufanya mimi Zainabu, ambaye kwetu nilikozaliwa sijawahi kupewa kazi kama hizo. Na ukiachana na kwetu, nyumbani kwangu mimi mwenyewe sijawahi hata kupanda juu ya ngazi na kuanza kusafisha madirisha. Na ukiachana na masuala siji ya madirisha, siji swala la nguo, jamani, nina miaka mingi sijafua nguo kwa mikono yangu mwenyewe. Na hata kama niliwahi kufua, nakumbuka ni nguo za ndani, tena nilifua kwa mkono. Si kwa sababu eti hakukuwa na mashine, ila nilipenda tu. Sasa huyo mpuuzi eti anataka eti kuniambia eti nguo zake niwe namfulia kwa mkono. Hapa kanikosa. Nasemaje? Hapa kanikosa. Niliweka uoga wa kubutuliwa pembeni na kumwambia kwamba sifanyi kazi. Nilivyomwambia hivyo, aliniangalia kuniuliza kwamba hufanya nini, unataka kufanyiwa na nani yani? Amani, labda nikikuita hivi tunaweza kuelewana. Kama unavyoniona, mimi sio maskini, sawa? Na hata kama ningekuwa maskini mimi nisingeweza kufanya hivi. Alafu kingine mimi sikuomba hii kazi, kwa hiyo sifanyi. Hivi unamaanisha unachokisema? Ndio. Kwa hiyo mkataba ulio saini tufanye nini sasa? Yaani ama uko tayari kuwajibika kwa lolote le? Na kuhusu mkataba, fungia hata mandazi, ila mimi siwezi. Nasifanyi. Hata hivyo umeniforce tu kusaini mkataba bila kusoma, kitu ambacho kisheria ni kosa. So mimi sina cha kuwajibika kuhusu mkataba. Sasa nisikize kwa makini sana. Moja kati ya kitu cha kipumbavu ambacho hakuna mtu atakayekuelewa ni wewe kusema umesaini mkataba wa kulazimishwa. Zai, wewe ni msomi, right? Unajua nguvu ya mkataba iko wapi na unajua madhara yake pia. Kwa hiyo unapaswa kufuata yote ninayosema kwa sababu ulikubali na kusaini mwenyewe. Jamaa alivyosema hivyo niliinuka pale nilipokuwa nimekaa, nikasema kwamba kama unahisi huo mkataba utakusaidia, nipeleke mahakamani. Nitakuja. Alafu tuone kama utanishinda. Amana alinuka na yeye na kunisogelea kisha akaniambia kwamba hii siku nimekuwa nikisubiri sana. Na nikwambie tu sina muda wa kukupeleka popote, ila utakuja mwenyewe. Afu kingine, ukiwa hapa kwangu utaruhusiwa kwenda kokote pasipo ruhusa yangu. Okay. Naona tayari umeshaanza kunicontrol. Mister, huwezi kunipata kwa aina hii. Sawa, jaribu kwingine. Niliongea na kupiga toka kuelekea mlango wa kutokea. Joshua alitaka kunizuia, Mr. Mine akamwambia kwamba muache aende, atarudi mwenyewe. Mimi kurudi ndani mimi labda nije kama ushuzi. Ila mimi na mwili wangu mimi never ever. Kisha huyo nikasepa. Sasa kwa kweli nilikuja na gari, yani nilikuja na gari lake, ilinibidi sasa nitafute usafiri wa kunipeleka hadi kule ofisini. Hivyo ni request gari, nikarudi ofisini na bila kuchelewa nilichukua na kuondoka kurudi nyumbani. Sasa kwa bahati mbaya nilikumbana na foleni kali sana iliyofanya nikakaa barabarani karibu masaa mawili. Na wakati nikiwa bado kwenye foleni nikapigiwa simu na mwenye nyumba. Niliangalia kwa muda huku sasa nikijiuliza kwa nini ananipigia ili hali sina deni lolote ama anataka kunipa notice. Na kwa nini anipe? Kwani mimi nimefanya kosa gani bwana? Niliwaza hadi simu nikakata. Kwa mara nyingine tena akapiga, nikapokea, nikasema kwamba yes hello. Akachika akasema Zainabu, jambo mdogo wangu? Nikasema sijambo, shikamoo Madam V. Akasema raba, kulikoni mwenzangu, umehama ghafla tu pasipo kunipa taarifa, vipi kuna tatizo lolote ama? Nikamwambia nimehama. Madam V akasema mimi nimekuja kwako nikakuta watu wako wanamalizia kutoa vitu. Na nilipouliza nikaambiwa kuwa unahama.
Sasa nashangaa kwa nini umehama ghafla hivyo na kodi iliyobaki sijui utakuwa umesamea ama. Jamani, hivi mama anaongelea nini? Mimi nimehama saa ngapi wakati hata nyumbani mimi sijafika? Afu huyu mama atakuwa anapiga kismati nini? Niliwaza na kushindwa kujijibu. Mwenye nyumba akaniita kwamba Zainabu, unanisikia ama unisikii? Nikasema nakusikia madamu, ila sana hisi utakuwa umeona tofauti, maana mimi sijahama na muda huu ninavyoongea na wewe niko njiani kurudi nyumbani. Madam akasema kwamba wewe sijaona tofauti, nimeona kwa macho yangu mwenyewe unahama. Sasa uniambie kama umehama kabisa niweke mtu haraka, maana kuna mtu alikuwa anahitaji nyumba. We mama, naona huyu mama naona kama amechanganyikiwa. Nilikata simu na kumpigia kijana wa getini akawa hapokei, nikamtafuta jirani naye akawa hapokei. Kichwa kilipata moto, nikahisi kuchanganyikiwa. Eti nimehama mimi, kwa saa ngapi? Nilivurugwa ghafla, nikatamani kupaa ila sasa sikuweza. Nikawaza kutelekeza gari nichukue boda ili niwahi, ila sasa nikaona si sahihi. Kwa hiyo nikabaki nimekaa huku sasa, moyo ukienda mbio kuliko kawaida. Dakika zilikatika huku foleni ikisogea mdogo mdogo. Hatimaye baada ya saa moja dakika kadhaa nikafika nyumbani. Alo, huwezi amini, nilifika nyumbani nikakutana na nyumba nyeupe, yani hakukuachwa hata kijiko. Kila kitu kilikombwa, kukabaki pye. Nilihisi kuchanganyikiwa. Nikatoka nje haraka na kumuuliza mlinzi, akanambia kuwa alikuja mkaka akiwa na watu wa kubeba, akasema ni mwatuma. Nilimwangalia mlinzi kwa hasira, nikamwambia kwamba hivi unaelewa unachoongea? Yaani mtu anakuja tu na kusema kwamba eti mimi nimemtuma na kumruhusu kirahisi tu, Aya, kama ningekuwa nimemtuma, ningeshindwa kutoa taarifa na maana? Au ni mara ngapi mimi wanakuja wageni wangu huwaruhusu hadi uniulize kwanza? Sasa kwa nini imekufanya yani ushindwe kutoa taarifa mapema, Yaani kuna mshindwe kuniuliza? Mbona wageni wengine wakija unaniuliza? Mlinzi ule mwenye rafudhi ya Kimasai akajibu kwamba sasa madam, unanipandisha sauti bure tu. Watu wamekuja wakiwa na funguo zako na wamesema mwatuma. Sasa ulitaka mimi nikatae? Nikasema wewe wamekuja na funguo zangu, una uhakika? Na kwa nini waruhusu bila kuniuliza mimi? Kwa nini lakini msa? Yaani ushaniudhi wewe. Yaani Masai akasema mimi sijasisi. Yaani madam, wewe naomba tu ukae chini, unywe maji kwanza, ufikirie ili kwa uzuri. Mimi sina kosa hapo. Nikasema msa, hivi unaona issue ni nyepesi sana, Sikia, nisipopata vitu vyangu, utauza makaburi ya ukoo wako wote kulipia vitu vyangu, sawa? Eti mtu anakuja tu kichokicho tu unampatia ruhusa ya kutoa vitu. Kweli jamani. Nilichukia sana na kutoka kwa hasira nikarudi ndani. Akili iligoma, niliwaza na kujiuliza maswali ambayo yalisha kugonga mwamba. Kiuchovu nilikaa chini na kuangalia nyumba ilivyo nyeupe, mara sura ya Amani ikanijia. Nikajua ni huyu mbuzi ndio atakuwa kafanya ujinga. Haraka nilinuka na kutoka, nikaingia kwenye gari, safari moja kwa moja hadi nyumbani kwake. Kufika nikafunguliwa geti. Sasa niliingia bila kufika maegesho, nikapaki tu gari na kushuka. Haraka nikaingia ndani pasipata kubisha hodi. Nikamkuta akiwa amekaa sasa akiwa busy na laptop yake. Kwa hasira nilimfuata alipokaa, nikamuuliza kwamba kitu gani unakitafuta kwenye maisha yangu. Swali langu lilionyesha kumshangaza Amani. Akaniangalia na kuuliza kwamba unaongea kuhusu nini na kwa nini unaingia nyumbani kwangu kama unaingia chooni? Amani, hivi ulitaka niingie kama naingia peponi ama? Sikia, nimekuuliza tu kitu gani ambacho unakitaka kwenye maisha yangu? Sasa nikuangalia sioni kama una kitu cha maana ambacho naweza kukihitaji. Labda nikuulize una matatizo gani? Amani, unaomba unaangalia vizuri, umesikia? Mimi sio mpumbavu, umesikia? Na wala mimi sina nidhamu ya woga kwa mtu yote, umesikia? Sasa basi wewe upuzi ambao unanifanyia, naomba uishie leo tena sasa hivi. Afu kingine, nataka urudishe vitu vyangu vyote leo, la sivyo. Narudia tena Amani, la sivyo nitakupoteza. Zai umeongea mengi sana, ila neno niloweza kulisikia ama kulishika ni moja tu. Eti kwamba utafanya utanipoteza? Zainabu, hivi inaonekana kama mtoto mdogo kwako wewe? Au unanichukuliaje wewe? Uso wakati wewe kujua mimi nakuchukuliaje. Ninachotaka ni urudishe vitu vyangu haraka sana na uachane na maisha yangu. Unaonekana umechanganyikiwa. Vipi, kuna nini kimetokea bwana? Bibi wako amekuibia ama? Ama unajua siku hapa kufanya maigizo unayo, umesikia? Tafadhali sana, naomba urudishe vitu vyangu haraka sana. Sasa vitu gani unavyotaka nirudishe? Mimi kwa nimechukua kitu chako. Ama unajitoa kile, si ndio? Bwana, mimi naona unanitafuta wewe.
Ama nakuuliza, unajitoa akili? Wewe unataka nini? Naomba rudisha vitu vyangu na uvipange kama vilivyokuwa, na ole wako iwepo hata kitu kimoja kilichoharibika. Amani, utalipa. Okay, acha mimi niseme tu kwamba nimeelewa unazungumzia nini. Sasa na mimi naomba unisikize kwa makini. Umesikia? Mimi sijafanya kitu chochote wala sijachukua kitu chako. Kwa hiyo kama umekuta uharibifu wote kwako, itakuwa ni hao vicha wenzio. Sawa? Ila mimi susiki. Amani, acha kunifanya mimi mjinga. Kama sio atakuwa nani sasa, wakati sina mtu yote ambaye ana uwezo wa kudhubutu kufanya ujinga. Kwa kauli hii inaonyesha ni umeshajua kuwa anaweza kufanya lolote ili mradi uwe chini yangu, si ndio? Uko sahihi, mimi naweza kufanya hata zaidi ya hilo. Ila sihusiki. So unaweza kwenda bwana. Na unavotoka hapa, hiyo mwanzo na mwisho kuja kwa style uliokuja nao leo, umesikia? Nadhani umenielewa. Sasa ujitie uchizi, urudie ni kuonyesha namna nyumba za watu zinavyopaswa kuheshimiwa. Jamaa aliongea na kurudisha macho kwenye laptop yake. Mimi sikutaka kumwamini kuwa hausiki. Nikafoka na kufoka ila kujibu. Na alivyoona nazidi kumpigia makelele, alinishika kwa nguvu na kunitoa nje. And of course, mimi sikutaka kugombana naye. Sikutaka kabisa. Nikaingia kwenye gari na kutoka pale. Nilipotoka nje tu akili yangu ikanituma niende polisi. Ila kabla sijafanya hivyo, simu yangu iliita kuangalia mpigaji ni baba. Nikapokea bila hata kuitikia salamu yangu. Akaniambia kwamba njoo nyumbani haraka sana. Nikamwambia kwamba samahani baba, kwa sasa siwezi kuja, naomba nije wakati mwingine. Maana ni baba akaniambia wewe Zai, nimesema njoo nyumbani haraka sana, pumbavu. Akasema jamani. Basi alikata simu. Nikabaki nawaza niende polisi kwanza ama niende nyumbani. Nikaona acha niende nyumbani. Kwa hiyo safari ya kwenda polisi ikawa imeishia hapo. Nikaashika barabara na kwenda nyumbani. Ajabu, sasa nimefika tu nakuta vitu vyangu vyote vimewekwa store. Nilisimama na kuangalia kwa mshangao na kujiuliza, ina maana baba ndo kaenda kuhamisha vitu vyangu na funguo kaitoa wapi? Nijiuliza na kuamua kuingia ndani. Kufika nikamsalimia na kumuuliza kwamba baba, mbona umetuma vijana kwenda kuhamisha vitu vyangu? Baba akasema, nilikwambia nini, umefanya nini? Nikasema, baba uliniambia nini na nimefanya nini, kuhusu nini? Baba akasema, hivyo na matatizo ya kumbukumbu ama? Au mwanzo kuwa kichaa? Nilikaa kimya kufikiria kama kuna kitu alichonambia nikashindwa kufanya, yani nikashindwa kukumbuka. Nikakumbuka muda leo nipa kutafuta kazi umeshaisha. Aisee, nilipoa na kukaa kipole sana. Nikasema kwamba lakini baba, hata kama sikumaliza hata sentence yangu. Akanikatisha na kusema kwamba sitaki maelezo, muda niliokupa umepita. Sasa unatakiwa kurudi nyumbani na kuanzia leo nisikuone unatoa hiyo miguu yako kwenda kokote pasipo ruhusa yangu. Maana uhuru niliokupa umekushinda. Sasa jifanye una akili nyingi, ufanye lolote kinyume na mimi, nitakuchaleza makofi sasa hivi na utaamini. Aliongea na kuinuka. Mama akatoka chumbani na kutaka kumsemesha, akamkatisha na kusema kwamba na wewe sitaki utie neno katika hili. Wewe umeshindwa kumlea kama mama basi acha nimnyoshe mwenyewe. Basi wote tulikaa kimya. Akaondoka. Mama alinifuata na ukaa karibu yangu, akaniangalia kwa sekunde kadhaa na kusema kwamba kwa hatua uliofikia upaswi kupinga, maana baba yako tayari ana hasira. Kwa hiyo tulia tu, akiwa sawa tuongea naye. Nilitikia sawa na kubaki kimya. Siku hiyo bwana ilipita nikiwa na mawazo mengi sana. Ukweli maisha ya kuishi nyumbani kwetu sitaweza kwa kweli. Na nitafanyaje sasa ili nirudi kuishi maisha yangu? Kutafuta kazi nitatafuta wapi ili hali kila nilikoenda nimeambulia patupu? Je, nikubali kuwa kijakazi kwa amani ama hapana, hii sio sawa. Siwezi kuwa kijakazi kwa mtu atayeje. Kwa hiyo hapa nitapambana kuangalia cha kufanya. Ngoja nitulize tu akili. Basi baada ya kufikiria hivyo nilitulia kama siku 2 hivi. Siku hiyo nikapanga nitoke niende kwa mshikaji wangu vimoja. Na lengo la kwenda kwake ni kutaka tumchezee mchezo mzee ili niweze kuondoka nyumbani. Kwa hiyo nikajiandaa chapu na kuingia kwenye gari, nikawasha tayari kuanza safari. Ila kabla sijatoka nje ya geti, baba akapiga simu. Niliangalia nikaona hapa sipokei. So nikaacha kupokea na kusogea getini, nikafunguliwa, nikatoka na kuanza safari yangu. Mara baba akapiga tena. Nikachukua simu ili sasa ni mute. Ile nimeshika tu ukaingia ujumbe kutoka kwa Mr. Man. Kuangalia hivi anasema ya kwamba niko ofisini kwa baba yako. Aya. Nilifunga break haraka na kupokea simu ya baba. Kabla sijasema hata leo nikasikia njoo ofisini kwangu haraka sana.
Basi bila kuwaza mara mbili niliachana na safari yangu na kwenda moja kwa moja hadi ofisini kwa baba. Kufika nikapaki gari, nikashuka na kuingia kwenye lifti, ikanipeleka floor ambayo kuna ofisi ya baba. Kufika mlangoni nikagonga na sauti ya baba ikasikika kiniruhusu niingie. Kabla sijafungua mlango kuingia, nilishusha pumzi ndefu na kunyonga kitasa. Mungu ananipenda jamani. Yaani bahati nzuri Amani hayupo. Sasa sijui ameondoka baada ya kuona nachelewa ama akanitania tu kwamba hakuepo. Ila hawezi kunitania bwana. Atakuwa alikuja kweli na ndio maana baba akanitaka nifike haraka sana. Basi bwana kinyonge niliingia nikamsalimia mzee. Hakuitikia, akanambia kaa hapo. Nikakaa bwana. Akaniangalia kwa sekunde kadhaa kisha akaniuliza kwamba hivi Zai, una matatizo ya akili mwanangu? Nikawaza matatizo ya akili tena, nikasema hapana baba. Baba akasema hamna, wewe sio mzima. Maana haiwezekani uwe mtu wa kufanya ujinga kila itwapo leo. Haya, niambie ni kitu gani sasa kilichokufanya unyanyue kwato zako na kwenda kutafuta kazi? Kisha ukasaini mikataba na baada ya hapo hujaonekana kazini. Baada ya kuulizwa hivyo nilipata kigumizi ambacho hata sijui kilitokea wapi. Baba akauliza tena Zai, na kuuliza tena ni kitu gani kilichofanya unyanyue kwato zako na kutafuta kazi? Tena ukasaini mikataba na baada hapo hujaonekana kazini. Nikasema baba, nakili kweli nimekosea, lakini hiyo kazi mimi niliopewa haikuwa ile niliyotaka. Na baba akasema wewe na nini? Yaani unasema kwamba haikuwa unayotaka, sasa kwa nini ukasaini mikataba ili hali huhitaji hiyo kazi? Hivi unajua ni mpumbavu sana na unajua gharama ya upuuzi unaofanya? Baba aliongea kwa hasira. Mimi nikabaki kimya tu. Kwanza mimi sikuwa na uwezo hata kumwambia kuwa Amani ndo alisababisha nikaachishwa kazi yangu. Kwa sababu lazima tu angeuliza kwa nini afanye hivyo. Na ningeulizwa hivyo, ni wazi ningemwambia kilichotokea. Jambo ambalo najua litaenda kumchukiza zaidi. So nikachagua kwa kimya. Akanifokea pale, mwisho akaniambia kwamba sasa nisikize kwa makini. Sitaki kujua ulitaka nafasi gani kwenye hiyo kampuni. Ila anachotaka kesho asubuhi na mapema uwajibike mara moja. Na sitataka kuona unafanya ujinga wa aina yoyote ile, kwa sababu sitawajibika kwa lolote itakalotokea baada hapo. Umenielewa? Akasema ndio baba, lakini pia huko kazini ni mbali na nyumbani, hivyo nilikuwa naomba nirudi tu nyumbani kwangu ili iwe rahisi mimi kuwahi. Baba akasema unasema ni mbali? Kwani unatumia usafiri wa umma ama unatumia gari lako? Akasema natumia gari langu, lakini wewe inatosha bwana, unaweza kurudi nyumbani. Nilichukia na kuamka kwa hasira bila hata kuaga nikaondoka. Kufika ilipo gari nikawasha na kugeuza, kisha huyo nikaanza safari ya kurudi nyumbani. Sasa nikiwa bado njiani simu yangu iliita kuangalia namba nyingine. Kwa hasira nilizokuwa nazo sikutaka hata kusikia sauti ya simu wala kitu chochote. Hivyo nilimute na kuendelea safari. Mtu ule hakuchoka kupiga. Alipiga tena na tena, ila bado niliishia kuangalia, na alivyoona anapiga sana sipokei, akatuma ujumbe. Aliandika ya kwamba bosi kesho atakuwa na meeting asubuhi saa 1:30, hivyo utatakiwa wahi kufika mapema kwa ajili ya kumwandalia nguo pamoja na kifungua kinywa. Aliandika hivyo bila hata kuuliza, nilijua wazi imetoka kwa jamaa mwenyewe. Kwa hasira niliweka simu pembeni na kusonya, kisha safari ikaendelea. Sasa nilipofika nyumbani, kitu cha kwanza nilimfuata mama. Nikamwomba aweze kumshawishi baba ili nirudi kwangu, maana sikuachia nyumba. Ajabu, mama alikataa kujihusisha na lolote na kuniambia niongee na mzee mwenyewe. Nilichukia na kwanza kulalamika, ni mama, kwa nini unifanyie vile? Kwa sababu mimi si mtoto mdogo kiasi cha kubana na kuambiwa vitu vya kufanya. Sasa mama kusikia hivyo alikasirika na kuniambia kwamba Zai, naomba ukae kimya, umenielewa? Unalalamika tunakufanyia vibaya, huo ni ujinga unaofanya? Au unataka uishi maisha yako ya kipumbavu tu tukwache? Nikasema lakini mama, ndio maisha niliyochagua kuishi. Kwa nini sasa msiniache jamani? Au maisha yangu yanawaua au yanawafupisha ni siku zenu? Labda tusemeani kwamba ndio sababu mnanikalia koni. Kwa sababu kama ni swala la kupenda kutembea si dhambi, wala mimi sijaiba cha mtu au kuingia kwenye maisha ya mtu. Zaidi tu mimi naishi maisha yangu mwenyewe. Mama akasema kwa hiyo unaona kabisa ni sahihi kwa mtoto wa Kiislamu kuzurula tu kwenye maklabu kila itwapo leo na kuvaa nguo za kukuacha uchi namna ile kabisa? Unaona ni sahihi? Nikasema mnanionea tu bwana, kwani kwenda klabu ni shida mama? Mama akasema kwa akili zako fupi sio shida, na huoni hasara yote.
ila naambia kwa ukichaa wako huo, hivi ni mwanaume gani mwenye akili timamu na hofu ya Mungu ambaye atakuja kukuoa? Nikasema haya. Kwa hiyo mnataka nini niishi nisivyopenda eti kisa tu natakiwa kujiweka kidini ili nipate mwanaume wa kunioa? Mama, hivi kwa nini mimi nizaliwa kuja kuishi kwa ajili ya mtu ama kwa ajili yangu mwenyewe? Nakasema nani kwa lazima mimi kuolewa? Kama nyinyi mnaona ni lazima ninyi, ila mimi kwangu sio kitu kinachonumiza kichwa. Hiyo ndoa isije yote sawa. Mama akasema hivyo una kichaa wewe? Hapa kwangu kulazimi, yani kwanza hapa hakukuzaliwa wazinzi. Umesikia? Kwa hiyo kaa hapo tulize makasiriko yako. Nafanya ujinga wako wote ila usinihusishe na lolote nisije kukosana na mume wangu bure. Aliongea na niacha akaingia chumbani kwake. Nikabaki nimekaa nikiwa nimekunja uso tu kwa hasira. Muda ulienda, ilipofika muda wa baba kurudi nyumbani nikaingia zangu chumbani na kujifungia. Mimi sikutoka wakati wa kula wala nilipoitwa sikwenda. Na baada ya kukataa kutoka nje, hakuna aliyenisumbua sijui eti kuja kuniangalia no. Kila mtu aliendelea mambo yake. Siku ikaisha, kesho yake alfajiri na mapema nikaamka na kujiandaa, kisha huyo nikatoka kwa ajili ya kwenda kwanza hiyo kazi. Hasa kutoka nyumbani kwa baba hadi kwa Amani kulikuwa na umbali mrefu sana. Ila kwa kuwa sasa ilikuwa ni bado mapema sana, hakukuwa na foleni hivyo, niliwahi kufika. Basi nilifika getini nikapiga honi na huyo mtu alivyompuuzi akamzuia mlinzi kunifungulia geti na kunitaka niache gari nje. Nilichukia na kushuka nikaingia ndani kwa hasira na kwenda moja kwa moja mlango wa chumba chake nikagonga kwa hasira ise. Akafungua akiwa kakunja uso na kuniambia kwamba nataka nini. Nikasema kwamba nataka nini, hivi ni ujinga gani uliomwambia huyo mlinzi wako? Akasema kuhusu hilo sidhani kama unapaswa kupayuka na kujaa kiasi hiki wakati ni kitu ambacho tayari nilishamwambia mapema. Nikasema kwa unataka nini niache gari langu nje wakiiba vitu je? Na bado hakuna yani say. Ina maana sasa ni kwamba ni gari langu mimi litakaa juani tu siku nzima na wakati hata hamna kivuli. Akasema hiyo sio shida yangu bwana, ni wewe maana tayari nishakwambia. Alafu na dakika 40 tu za kuniandalia kila kitu. Aliongea na kurudi chumbani. Nilichukia jamani. Yaani nitaachaje gari nje tena juani siku nzima? Kwa hasira nilitoka nikarudi nje nikaingia kwenye gari na kwenda kutafuta sehemu ya parking. Ambapo nilipaki na kuchukua bajaji nikarudi nyumbani kwa Amani maana kulikuwa na umbali kidogo. Hivyo nisingeweza kutembea. Basi bwana nilifika na kumgongea akafungua. Nikaambia kwamba unahitaji nifanye nini. Nilivyosema hivyo aliangalia saa yake na kusema ya kwamba mtafute Joshua akupe maelezo na ufanye haraka kwa sababu una muda mchache sana. Hivi huyu. Nilimwangalia nikatamani kumrukia kwa hasira ila sikuwa na uwezo. Kinyonge nikageuka na kuchukua simu ili sasa nimpigie huyo Joshua. Sasa huku nyuma jamaa alibaki ananiangalia huku akicheka. Nami bila hata kuchelewa nilichukua simu na kumpigia Joshua nikamwambia nipatie ratiba kamili. Bila maelezo mengi akaniambia kwamba nenda dining kuna karatasi utasoma. Aliongea na wakati simu nikaangalia simu kwa sekunde kadhaa na kwenda ilipo dining kweli nilikuta kuna karatasi. Kusoma maelezo yaliyoandikwa nikabaki mdomo wazi. Yaani mikazi yote inatakiwa kuifanya leo. Hivyo unaniona mimi ni robot ama? Ukweli sikupenda ila sikuwa na cha kufanya zaidi tu ya kutekeleza yote niliyoambiwa. Na moja ya jukumu la kwanza kabisa ambalo nilipaswa kuanza nalo ni kuandaa kifungua kinywa. Unajua nimezoea chai watu huwa tunakunywa saa 3, saa 4, wengine hadi saa 5. Ila kwa huyu mjamaa ni tofauti kabisa. Yeye muda wake wa kupata chai ni kati ya saa 1:30 hadi saa 2:15. Ikivuka hapo, jua hatakunywa chai tena. So hii ilikuwa ni ngeni kwangu, lakini pia mimi sikuwa na neno juu yake maana ni lifestyle yake. Na mimi sipo hapa kubadilisha au kukosoa kitu chochote. So acha nifanye yale yanayonihusu na sio mtu wangu. Basi bwana, niliingia jikoni nikakagua kama kuna vyombo maana akili ya huyu mtu jinsi ilivyo anaweza kusema niandae chakula kumbe hana vyombo. So nikakagua na uzuri nikakuta kila aina ya chombo kifaacho jikoni. Kwenye friji pia kulikuwa na vitu baadhi ambavyo kwa siku ya leo na kesho vingetosha kabisa. Hivyo bila kupoteza muda nilianza kuandaa na nilivyomaliza nikaweka mezani vizuri kabisa kisha nikaenda kubisha hodi chumbani kwake ili sasa nimwandalie nguo za kuvaa. Sasa sijui ni madharau au ni kwamba alikuwa hasikii nikigonga maana niligonga karibia mara 10 hivi ila hakufungua wala kuitika. Nilichukia sana. Nikaona huyu anataka kunipanda kichwani.
Bila kufikiri nikashika kitasa na kunyonga huyo, nikaingia ndani. Bahati mbaya ile nimeingia tu, mlango wa bafuni ukafunguliwa, akatoka akiwa kafunga taulo. Na kwa kumwangalia tu alikuwa ametoka kuoga. Sasa kwanza sikushtuka wala kuonesha mshangao. Nikamwambia kwamba hizo nguo unazotakiwa kuvaa ziko wapi? Nilivyosema hivyo, Amani aliweka taulo lilokuwa akijifuta kichwani pembeni na kunisogelea kusasa akiwa amekunja uso. Sikushtuka wala kuogopa. Yaani ndo kwanza nilisimama na kumkazia macho. Kwa hasira alinifikia na kuniuliza kwamba hivi, ulilelewa na wazazi wa Kiafrika ama ulilelewa na wanyama? Mtoto akiko nakosaje adabu namna hii? Yaani kosa adabu kwangu wewe inakuhusu nini? Wewe niambie nguo zako ziko wapi nikuonyeshia haraka bwana, maana mimi na kazi nyingi za kufanya. Niliongea kusasa nikuonesha mimi sijali wala sina hofu yote juu yake. Taratibu nikaona anajiangalia kifuani na kuniangalia usoni. Kwa sauti sio na matani, nikamwambia kwamba vipi? Unajiangalia ukihisi mimi nitaogopa sana ama? Kama unafikiria hivyo futa, mimi sinaga nidhamu ya uoga wala hakuna kiungo chochote kwenye mwili wako ambacho kitanifanya mimi nitetemeke kwa hofu. Maana kidole chenyewe ambacho unahisi ndio kivutio kikuu, mimi nakuona tu kama cha ndege tu. Aliendelea kuniangalia kwa makini kisha akasema kwamba nakuelewa kwa sababu umeshazoea kuona vifua vya wanaume kila itwapo leo, kwa hiyo namhurumia sana mwanaume atakayekuoa. Basi nilimtazama juu mpaka chini nikamwambia kwamba tunamwonea huruma mwanaume atakayenioa, kwamba ni unahisi kwamba atakuwa amepata hasara. Bro, hebu niangalie vizuri. Unahisi mimi ni mali mbovu au macho yako yanaona makengeza? Niangalie mtoto, niko full package. Yaani kila mahali panaita. Sasa wewe mwenzangu na mimi ambaye umenyooka kama mti wa mbao ndio unapaswa kuonea huruma. Kwanza mnipishe bwana, maana unakazana tu eti toka mbele yangu wakati umesimama mbele yangu. Unataka nipotee kichawi ama? Niliongea kusasa nikimkazia macho. Akakunja ndita kwa hasira na kunisogelea karibu zaidi na kuniuliza kwamba umesema niko kama nini? Nami bila hofu nikamwambia uko kama mti wa mba. Sikumaliza tayari nilisha dakwa mdomo. Halo? Aliniminya kwa nguvu huku sasa akiniangalia kwa hasira. Akauliza tena ya kwamba umesema niko kama nini? Nyie, hii kiburi itakuja kuniua. Unajua pamoja na kubananishwa ila bado sikuogopa kumjibu. Yaani bila wasiwasi wala kuonesha kuumia. Nikamwambia kwamba uko kama rango. Ni kama nilitibua mashetani. Yaani nilikandamizwa ila bado sikukoma. Ndio kwanza nilipiga kelele nikimwambia kwamba wewe Mr. Emnombo nicheba za Mr. Rangu niache. Naye kwa hasira alizidisha kunibana. Hapo sasa akawa sasa ananiambia nimuombe msamaha. Nikasema kwamba thubutu mimi huyu nikuombe msamaha kwa lipi haswa? Na naomba msamaha ili iweje kwa mfano? Yaani msamaha siombi na huna cha kunifanya. Au kama unataka niue, uone nitakavyokujia ndotoni kama mzimu kila itwapo leo. Naona aliona hii kichwa si ya kucheza nayo. Akaniachia sasa akionyesha bado kuwa na hasira. Mie naye nilivyomkorofi nikamwambia kwamba ungeendelea kunikaba ukaona. Akasema kwamba Zai, sina muda wa kupoteza na wewe, nitakuja kukupiga. Nikasema yaani umpige nani? Wewe. Hebu nionyeshe nguo zako bwana haraka mimi nikafanye kazi zangu. Amani aliniangalia kwa kunipima. Naona aliamua tu kufunika kombe. Taratibu akasogea kwenye kabati la nguo na kuniambia kwamba njoo fungue angalia. Nikasema nije kufungua? Wewe umesimama hapo jamani, ama mikono yako haina nguvu? Si unitolee hizo nguo? Akasema Zai. Nikasema yes Amani. Fungua na unipe, muda unaenda bwana. Hakuongea, alinifuata kwa hasira. Nikasema we. Eti unataka kunishika? Thubutu. Tuone kama utaweza kunishika. Kisha huyo nikachanja mbuga. Alichukia na kunikimbilia hatua tatu nyingi bwana, nikadakwa. Hapo sasa nikabanwa ukutani. Akaniambia kwa siri kwamba wewe huu ujinga unaotaka kufanya nitakuja kukupasua, hautaamini. Mbano niliopewa safari hii ilikuwa ni babu kubwa. Sikuweza kujibu, nikana mpiga tu mikono ili aniachie. Alivyoniachia tu nikabaki na kooa na mishuzi juu. Kwa hasira Amani alifungua kabati akatoa nguo na kunirushia. Nikazichukua na sasa badala niondoke kimya kimya nikasonya na kusema ya kwamba kutoa naweza ila tu nataka kuchoshana tu lione. Niliongea sasa mkono mmoja ukiwa umeshika shingo na mwingine ukiwa umeshika nguo. Nikaona huyo anataka kunirudia huyu. Nilitoka nduki kama upepo. Chezea kukabwa wewe. Yaani mishipa ya kichwa yote ilikuwa inasimama na kuwa kama Helene. Basi nilinyosha nguo chapchapu nikarudi na kugonga mara moja tu, nikafungua na kuweka bila hata kuongea, nikageuka na kuondoka. Huku nyuma
Alivaa na alivyomaliza kuvaa akatoka na ukaa mezani tayari kupata kifungua kinywa. Sasa sijui anajikuta nani, yani amekaa mezani badala aanze kunywa chai eti ananiita na kuniambia kwamba anza kula wewe. Aisee. Nikamwambia jamani, hivi unahisi mimi nitakuwa nimekuwekea sumu? Hebu ondoa shaka bwana, mimi sina kazi na wewe wala mimi sitaki kupata dhambi za bure kuua kitu kisicho na maana. Akasema nimekuita hapa uonje, sio kuropoka. Nikasema okay, acha nionje, usije kupewa sumu na watu wako huko ukaje kusema mimi ndio nimekupa. Basi niliongea na kuchukua uma, akanizuia na kuniambia kwamba kachukue uma wa kwako. Nikasema sasa kwa nini unahisi kwamba mimi na ukimwi ama ila fresh, ngoja nikachukue. Nirudi jikoni nikachukua na kufika nikaonja, nilipomaliza nikaambia kwamba hapa una amani ama bado. Alivuta sahani karibu yake akaanza kula bila hata kunijibu. Nikamwangalia na kuondoka kuendelea na kazi zangu. Basi akapata chai pale na alipomaliza akaondoka. Sasa huku nyuma nikabaki na hemia tu kwenye mpira. Nyie, kazi za nyumbani zinachosha. Yaani kudeki tu nilitumia masaa kama 2 hivi. Mwili bado umechoka ni. Bado hapo kuna kufua. Aisee nitamani kulia. Yaani nilichubuka mikono yote. Mikono yote kajaa vidonda. Kuacha nikashindwa, nikabaki nafua huku sasa nikiugulia maumivu. Yaani nguo ambazo mtu mwingine angefua kwa saa 1.5 tu akamaliza. Mimi nilitumia masaa 4 na ushe. Ndio nikamaliza. Hapo sina hata hali. Yaani nikiangalia mikono yangu ilivyoharibika, moyo wote unakuwa baridi. Bwana wewe, pamoja na kuchubuka bado kazi zilikuwa pale pale. Muda wa kuandaa chakula cha mchana ulifika, nikapika na nilivyomaliza nikaweka vizuri kwa ajili ya kupeleka ofisini. Mimi ni mtoto wa kike. Kwa hiyo kuoga lazima. So niliweka chakula vizuri kabisa, kisha nikaoga vizuri, nikapiga simple makeup yangu safi, kisha huyo nikaondoka. Sasa bahati mbaya nikakutana na foleni na kufanya nichelewe kufika. Na Mr. Rango anavyojua kujifanya mtu wa kwenda na muda. Yaani nilichelewa dakika 20 tu. Ila aligoma kupokea chakula. Mimi sikuwa na muda wa kwanza kuomba samahani wala kusema neno lolote. Ndio kwanza nitabasamu na kugeuka ili sasa niondoke. Mara akaniita kusema kwamba nenda wapi? Nikasema naenda nyumbani. Kwani kuna sehemu unataka kunituma ama? Akasema nipe hicho chakula maana naona umefurahi kuona nimekataa. Nikasema jamani, nikupe cha nini sasa tena? Wewe umesema hutaki kula. Sasa uniache tu mimi niende nacho nyumbani walau nikaupe mwili kiburudisho. Afu na nilikuwa nimepika vizuri kweli. Kwa hiyo hapa nitajisonsomola tu vya kutosha. Alafu kuna ile Pepsi iko kwenye friji kwa jinsi ilivyo baridi. Naogopa kusema utakuta haipo. Niliongea sasa nikionyesha kufurahia. Kashangaa jamaa ananinyang'anya na kutaka kukimwaga. Ila akasita na kuweka pembeni. Kichokozi tu nikamwambia kwamba vipi, mbona umeacha? Mwanga uone kama unanikomoa. Akasema Zai, unaweza kuondoka. Akasema okay, bye boss. Kwa furaha nilivaa miwani yangu na kutaka kuondoka kwa mara nyingine tena, akanizuia na kusema kwamba kaa hapo. Nikasema kwani vipi? Kwani unataka nikusaidie kufanya kazi gani ama? Hakunijibu. Akampigia simu Joshua na kumtaka aje haraka. Na bila kupoteza muda Joshua alikuja. Kufika akamwambia kwamba kamwage kichakula kisha nirudishe hivi vyombo. Joshua alishangaa sana. Akasema kwamba kwa nini kimwage? Kwani kina shida boss? Jamaa akasema Joshua, sijakuita hapa ili uje kuniuliza maswali yako kijinga, umesikia? Wewe chukua na ukafanya kama nilivyokutuma. Maskini kaka wa watu aliniangalia na kuchukua kweli, akaenda kumwaga na kunirudishia vyombo. Niseme tu kiaina fulani hivi niliumia. Maana mimi nimetumia muda na nguvu zangu kukiandaa chakula, halafu kirahisi tu kinamwagwa. Hii sio sawa kabisa. Na impendezi Mungu kuchezea chakula namna hii. Ila kwa kuwa sikutaka kuonekana dhaifu ama kuumia, niliinuka nikiwa na uso wa tabasamu na kuchukua vyombo kisha nikaondoka bila hata kufanyaje kuaga. Nilirudi nyumbani na kumalizia baadhi ya kazi zilizobaki. Muda wa kutoka kazini ulifika. Amani aka Mr. Rango akarudi nyumbani na kukuta nikiwa busy na shughuli zangu. Na nilivyomaliza nikapika chakula cha usiku kisha nikachukua kila kilicho changu tayari kurudi nyumbani. Ajabu akasema eti sitakiwi kuondoka hadi atakapomaliza kula. Nilishangaa na kumuuliza kwamba kama sijakosea muda wako wa kupata chakula ni saa 2. Hii ina maana unataka nikae hapa hadi muda huo ili iwe jani? Akasema kwamba sina muda wa kupoteza kuelezea hilo. Nadhani unalijua. Basi kama siala kweli alikaa kimya, nikabaki nikiongea mwenyewe. Sasa nilivyochoka nikataka kuondoka ila milango yote ilikuwa imefungwa. Kwa
Kwa hiyo nikabaki sina chaguo zaidi tu kusubiri muda wake wa kula ufike, ale ndo niondoke. Hasira niliyokuwa nayo, ni Mungu pekee ndo anajua. Ila pamoja na kuwa na hasira haikusaidia kitu. Nikatuliza komo chini na kusubiri huo muda ufike. Dakika zilitembea bwana taratibu mno. Yaani masaa 3 niliona kama masaa 30. Uliza sasa ilipofika saa 2 alikula. Huyu mpuzi alikuwa na lengo la kunikomoa sio bure. Maana muda ulifika ila hakula. Madai yuko busy na kazi. Kwa jinsi nilivyochoka sikuweza hata kupaza sauti kuongea lolote. Nikakaa kumwangalia hadi pale alipoona ni muda sahihi akainuka na kusogea mezani. Ile anataka kupakua tu. Akanambia chakula kimepoa hivyo. Nikipashe upya. Na hataki nipashe kwenye microwave. Mimi sikuongea, nikafanya kama alivyotaka, nikapasha na kumtengea. Kama kawaida kabla ya kula nikaonja ndipo akala. Na alivyomaliza nikaosha vyombo na kuhakikisha kila kitu kiko mahali pake. Bila kuaga nikaondoka kusasa nyuma, akibaki anatabasamu tu na kujiona mshindi. Basi kama nilivyokwisha sema, nyumbani kwa Amani na nyumbani kwetu kuna umbali mrefu sana, so nilitumia muda mwingi hadi kuja kufika nyumbani. Na niseme tu kwamba siku hii nilifika nyumbani salama kwa neema ya Mungu, maana nilikuwa nasinzia katikati ya barabara. Yote ni kisa tu uchovu wa mikazi tu niliyofanya. Basi bwana nilifika nyumbani nikiwa hoi kinyama, yani hata ile nguvu ya kutembea kuingia ndani sikuwa nayo. Nilichofanya baada ya kupaki gari, nililaza siti kidogo na kulala hapo hapo. Ndani baba alikuwa amesimama dirishani akinichungulia, ila sasa akashangaa dakika zinakata sishuki. Yes, anajifanya ni kama anijali, kwa hiyo akaona akija yeye nitaona upendo wake. Kwa hiyo akamtuma mama ndo akaja kuniangalia na kukuta nimelala fofofo. Kwa kuniangalia tu akajua huyu mtu kachoka kama mbwa. Taratibu akaniamsha nikaamka, kazi kabaki kushuka niende ndani. Aise nilisumbua jamani, yani niliona kama nataka kutembezwa juu ya maji marefu. Nikawa sana namwambia mama, wewe nenda tu kalale tu, mimi nitakuja siku nyingine. Hakuniacha, akanitoa kinguvu na kunikokota mdogo mdogo. Ubaya nguvu za kunibeba hana, kwa hiyo kuna muda nilimzidi nguvu na kukaa chini mara siji nitambaye nini. Yani ili mradi tu niaibike. Na sio kwamba eti nilikuwa nafanya kusudi, no, hapana. Sikuwa nafanya kusudi kabisa, na mara zote nikilalaga usingizi yani ule usingizi wa hakika basi yani usiniamshe. Na sio kuniamsha tu, yani usiniulize kitu ama unitoe usingizini kwa madai unanipa kazi nifanye. My friend, nitakushangaza. Yani mimi nakuaga kama zombie sio zombie, taira sio taira. Kwa ufupi yani huwa sieleweki. Kwa hiyo baada ya kusumbua sana, baba alitoka ndani haraka. Naona alifikiri nimeelewa, ila baada ya kunifikia akagundua ni usingizi. Bila kuongea alinibeba juu na kunipeleka chumbani kwangu. Kufika kanilaza na kunivua viatu. Hereni, wigi lenyewe sasa lilikuwa lishavuka kwenye heka ni za kuvutana na mama. Hivyo aliliweka vizuri, kisha akanifunika shuka na kutaka kuondokela. Sasa akasita na kurudi pembeni yangu. Aliniangalia kwa muda mrefu sana, kisha kanibusu kwenye paji la uso na kuondoka. Alirudi chumbani kwao na kumkuta mama akiwa anamsubiri hivyo. Alipofika tu mama akamuuliza kwamba hiyo kazi ambayo umemlazimisha mtoto afanye ni kazi gani, maana mwanangu kachoka kama punda. Baba hakutaka maongezi, alipanda kitandani na kujifunika shuka kimya. Mama hakupendezwa na hicho kitu, akabaki akiongea kuonesha kwamba kachukizwa, ila bado mzee hakujali. Ndio kwanza alijifanya ukoroma. Sasa mama kuona hivyo akanyamaza tu na kupanda kitandani na akalala. Basi kesho yake asubuhi na mapema niliamka mwili ukiwa ni kama nimefanyishwa kazi na wachawi usiku kucha. Yaani kila mahali kulikuwa kuna tonesha. Nilitamani nisiende ila sikuweza, kwa hiyo kishingo upande tu nikajiandaa na kwenda. Kufika kule kama kawaida tukaanza kuvutana, mara fanya hiki mara anifanyie vile, ili mradi tu anichoshe na kunifanya nichukie. Nikili tu alijua kuninyosha. Japo sikuwa namuonesha kuchoka au kukubali kupelekwa kirahisi, ila kutoka ndani ya moyo wangu nilinyoka. Wiki moja tu ilitosha kunifanya nipungue karibu kilo 4. Hekeka zilikuwa nyingi. Basi makusudi nayo alizidisha kila siku tu, yani niseme tu ni mdomo wangu ulinisaidia sana. Maana kwa vitimbili ambavyo Amani alikuwa akinifanyia, kama angekuwa binti mpole tu walai angekuwa analia kila dakika na angebaki kama sindano. Yani sindano ya mkono hii. Lakini mimi sikutaka kuwa mnyonge. Yani kuna muda tulibishana na kurushiana maneno, muda mwingine nilikabwa na kubananishwa, ila sasa sikujifanya mnyonge. Yani nilihakikisha nampa stress za kutosha. Nyumba yake mwenyewe ikageuka kuwa kumbi ya mitego ya paka na panya, fulu kuindana.
Nikili tu ya kwamba kuna muda nilizidiwa, nikawa nalilia chooni. Nikishalia uchungu kapungua, narudi kuendeleza makelele. Huku nyumbani mimi sikuwa nimeridhika kuendelea kuishi. Hivyo niliendelea tu kumuomba baba ambaye bado alionyesha uzito. Nikaona ngoja nihamie kwa kaka zangu, nao walikuwa upande wa baba. Kwa hiyo upenyo wa mimi kutoka kwa ni mdogo sana. Na unaweza kuniuliza kwa nini nashindwa kusubiri muda hayupo nikabeba vitu vyangu na kurudi kwangu. My friend, huyu mzee ni kichaa zaidi ya nilivyo mimi. Yaani nikisema nijitoa akili eti sitaki kuamliwa na kuondoka, nitakachofanywa litanigharimu pakubwa sana. Na ninajua moja kati ya kitu atakachofanya kwanza ni kuninyang'anya gari. Alafu kinachofuatia pale akaunti zangu. Maana pasi kazuia tu kwa muda, ila nikijifanya chizi atazipiga pini miaka na miaka. Ukiachana na hivyo, ana vitu vingi sana vya kunifanya niwe mpole. So hapa sina chaguo zaidi ya kusubiri ruhusa yake mwenyewe. Basi bwana, baada ya wiki kuisha na ratiba ya kurudi nyumbani usiku nikiwa nimechoka kama mbwa, au tafikiri mbwa alienda mawindoni, iliendelea. Baba aliingiwa na huruma. Kwa moyo mweupe akaruhusu nirudi nyumbani kwangu. Ila akaniambia safari hii nikifanya ujinga hatakuwa na msamaha tena. Nilifurahi na kutaka kumkumbatia, akaniwekea mkono wa stop. Nilimwangalia nikiwa nimevuta mdomo na kumwambia kwamba unakataa kunikumbatia, subiri nife uone utakavolia. Na vile una mrembo mwingine, utakuwa ukikaa hivi tu unasikia upepo wa manukato yangu tu. Mimi muda huo nishakuwa ni chini. Sikumaliza hata kanikatisha kwa kusema kwamba acha kuongea upuzi. Nikasema si upuzi, ndo hali halisi, na tena siku hizi ni watoto wadogo ndo wanakufa kwa hiyo wewe ringa tu ila. Mzee akasema nenda kalala. Nikasema unanipenda huyo, muone alivyokuwa mwekundu ghafla. Hapo ni sekunde moja tu umefikiria ukaona maisha bila mrembo wako sio maisha. Tena kwa hiyo wewe semaga tu usijifanye mbabe wakati unajua kabisa mimi ndio roho yako. Mimi binafsi nasemaga kila siku babangu ndo dunia yangu, japo nakuudhi, ila ndo hivyo mimi nakupendaga babangu. Na sasa unataka nikamsumbue nani sasa kama sio wewe? Eti baba. Niliongea sasa nikishika mashavu kama vile ashikavyo mtoto mdogo. Baba alishinda kujizuia, akanikumbatia na kuniambia kwamba unajua mimi nakupenda sana binti yangu mzuri. Nikasema baba mimi najua, mimi nakupenda pia baba. Niliongea, akaniachia na kuniangalia. Kisha aliangalia pembeni huko akiniambia kwamba haya kapumzike sasa mapema ili kesho usiamke ukiwa mchovu tu. Na utakapotoka kazini utapitiliza kule kwako. Itakuwa nishatuma vijana warudishe vitu na kuviweka vizuri. Baada ya baba kusema hivyo, ni tabasamu tu na kumtania nikasema kwamba unataka kulia Hakunijibu, akajifanya anainuka eti amechoka. Nikamuita nikasema kwamba baba, nakupenda babangu. Haitabasamu tu na kuondoka. Nikamwangalia mama ambaye alikuwa anatuangalia kama vituko, nikamwambia kwamba vipi mwenzetu? Mbona umevuta mdomo kama mtoto aliyenyimwa pipi? Mama akasema wewe vipi, achana na mimi. Wivu unamsumbua sana huyu mwanamke. Kwa hiyo hapo kiroho kishamuuma tayari. Kwa sauti iliyojaa mishau nikamwambia kwamba pole sana shoga yangu. Nenda kwa baba yako na wewe akupende. Alinijibu kwa sonyo na kubamiza mlango kwa nguvu. Kwa raha zangu nikachukua simu yangu na kwenda kulala. Sasa usiku wa siku hiyo ulipita na kweli kesho yake asubuhi na mapema niliamka na kwenda kazini kwangu kama kawaida. Nikafanya majukumu yangu na ilipofika usiku baada ya chakula nikaweka mazingira vizuri kisha huyo nikarudi home. Jamani nilipamisi sana nyumbani kwangu. Yaani nilivyoingia tu nilitamani ningekuwa mpana yani kutoshia sebule. Sio sebule tu, jikoni na hata chumbani. Ili nikilala nienee kote, ila ndo siwezi. Kwa hiyo nilichokifanya ni kulala kidogo jikoni. Masaa kipita kidogo narudi sebuleni nalala tena. Na muda ukipita tena nainuka naenda chumbani hadi pale usingizi mzito ulipo nipitia. Nikalala zangu unono. Asubuhi nayo haikukawia. Nikaingia zangu kwenye mihangaiko yangu, maana hii kazi yangu ni mihangaiko. Yaani kazi ambayo kutwa napigishana makelele na bosi. Si mihangaiko kabisa jamani. Basi nilifanya majukumu yangu vizuri kabisa na siku hii nilikuwa na furaha kuliko siku zote. Hadi Amani akabaki kuniangalia kwa kushangaa. Moyoni alitamani kuuliza ila ndo hivyo. Na yeye ni kujifanya nunda tu. Mimi sikujali wala nini. Nikawa busy na kula mziki huku sasa nikifanya kazi zangu bila wasiwasi. Muda ukaenda, ilipofika mida ya kuondoka, nikaoga na kuvaa kimtoko. Na baada kukamilisha hivyo, nikachukua pochi yangu
na kutoka kwa mwendo wa madaha kama twiga. Viatu tu ndo vikawa vinasikika vikilia. Amani ambaye alikuwa busy kuangalia movie, baada ya kusikia sauti ya Skonkindo akageuka kuangalia na kuona nikitembea na madoido bila hata pressure. Nikampita taratibu na kuelekea mlangoni, yani kwenye ule mlango wa kutokea sasa. Ila kabla sijafika mlangoni akaniita kuuliza kwamba unaenda wapi. Swali lake lilinishangaza, nikageuka na kumuuliza kwamba unauliza naenda wapi, yani ukimaanisha nini yani? Aliinuka alipokaa na kusogea nilipo na kusema kwamba umeelewa swali, hivyo naomba nijibu. Nikasema Mr. Man, mimi nikiangalia saa inasema ni saa 3:10. Hii ina maana muda wangu wa kuwa huku umeisha. Na ikiwa muda wangu wa kazi umeisha, vile vile muda wako wa kuwa boss wangu kwa leo umeisha. Hivyo huna mamlaka yote ya kuniuliza wapi naenda. Niliongea na kutaka kuondoka, kanishika kunizuia na kusema kwamba muda wa wewe kuwa free kwa sasa bado. Kumbuka mwaka wote huo utakuwa chini yangu, hivyo lolote ufanyalo nina haki ya kuuliza, so nijibu nenda wapi. Nikasema jamani, hebu subiri. Yani unataka kujua ili iweje sasa, na unataka nilale hapa kwako ama vipi? Maana mimi sikuelewi, yani unauliza ni like mimi nalalaga hapa siku zote. Basi aliniambia kwamba Zai wewe nyumbani. Nikasema sio kama eti mimi siendi nyumbani. Hivi kwa nini unakuhusu nini wewe? Hata kama okay basi mimi naenda basi kwenye wapi huko, kwa enjoy huko, kwenye muziki wapi? Wewe unakuhusu nini wewe? Amani akasema sikia, hapa naongea si kama boss wako, ila kama mwanaume. Amini kama mkubwa wako. Acha kwenda huko unakotaka kwenda na ukapumzike nyumbani. Nikasema okay, umesema unaongea kama mkubwa wangu. Acha niseme nimekuelewa, sawa. Naenda, haya niachie. Nilivyosema hivyo aliniangalia kwa upole na kuniuliza kwamba una uhakika? Bro, uhakika wa nini? Wewe mniachie bwana. Bila kuongeza neno aliniachia, nikaondoka zangu, huku sasa nyuma akabaki ananiangalia tu. Sijui alipatwa na nini hadi kufikia hatua ya kufanya hivyo. Na mimi sitaki kujua. Sasa nitoka nje ya geti, nikasimama kusubiri bajaji. Maana kama kawaida bado nilikuwa na paki gari mbali na pale nyumbani. Sasa huko nyuma jamaa baada ya kuona nimetoka nje, alipanda juu na kwenda kwenye balkoni. Akana niangalia. Mimi ndo sijui kama anaangaliwa. Nikaendelea kusubiri tu. Na bahati mbaya siku hii dereva nilimbolt alikuwa ni msumbufu. Yani aliniweka karibu dakika 10 na point ndo akaja. Nikapanda huyo nikasepa. Na yeye kuona sasa nimeondoka, akashuka na kwenda lilipo gari, akatoka na kuanza kunifuatilia, ambapo alikuja karibu na sehemu ninayopaki gari. Akasimama kusubiri nitoke, na nilivyotoka tu na yeye akaunga. Safari yangu ilienda kuishia nje ya klabu moja hivi kubwa sana hapa jijini Dar. Mtoto akike nikashuka nikiwa na furaha ya hali ya juu. Nilimisi mambo yangu jamani, kwa hiyo vibe nilionalo leo ni la viwango vya juu. Basi niliingia ndani. Kuhusu pombe sikunywa, na hii ni kwa sababu mara zote nikiwa peke yangu, hasa sehemu kama hizi wasinywe. Unaweza kukuta kuna mjamaa anakumendea, ukilewa tu unapitiwa shwa, mwisho wa siku mambo yanakuwa si mambo. Kwa hiyo nikiwa mwenyewe tena klabu za hivi, mimi wasinywi pombe hata kidogo. Basi niliendelea kuenjoy muziki huku vibe likizidi kila dakika. Sasa bwana, wakati mimi nikiendelea kucheza, alikuja mkaka, nikaa nacheza naye bila hata wasiwasi. Huku kwa amani alikuwa akiniangalia, hasira zinampanda kwa kasi, anatamani hata kunifuata, ila sasa anashindwa maana akili yangu anaielewa vizuri tu. Kwa hiyo akabaki kama mpenzi mtazamaji tu na kusubiri nitoke. Na kweli nilifanya mambo yangu. Ilipofika saa 8 na madakika, nikatoka na kuingia zangu kwenye gari huyo, nikarudi nyumbani. Mlinzi wangu wa kujitolea alivyoona nimeingia ndani ya geti, akarudi nyumbani kwake. Hiyo ikawa ndo kazi yake, kila nilipotoka kwenda club lazima aje na hakikisha nimerudi nyumbani. Na mimi sikuwa naenda kila siku ila kwa wiki nilienda kama mara 3 hivi, na siku zingine nilikuwa napita sehemu na kula ama na shanga tu kisha narudi zangu home. Basi siku zilienda, miezi kakata. Tukiwa bado mpaka na panya, na huku nyuma ya pazia bado aliendelea kunifuatilia kila siku, na bado sikuwa najua kama nafuatiliwa. Na ningejua mapema kama jamaa ananifuatilia, wallahi ningemnyosha, yani ningehakikisha analala saa 10 kila siku. Sema shukuru tu sikujua mapema. Haya bwana, baada ya miezi kadhaa kupita, siku moja bwana nikatafutwa na mdada fulani hivi ambaye tulisoma naye chuo.
Bidada huyo akaniambia kuwa kuna mtoko wa wiki 2. Na huo mtoko ni wa nini? Ni wa marafiki kukutana sehemu pamoja hivi na kuenjoy. Actually haikuwa mara ya kwanza sisi marafiki hasa tuliosoma pamoja kutoka kwenda sehemu fulani, ila ilikuwa imepita miezi mingi toka tukutane. So bidada huyo akatoa wazo kuwa tukutane tena. Sasa nikiwa ni mtu wa kupenda mitoko na bata, nikalipitisha swala hilo. Naye bila kuchelewa akaingia kwenye grupu na kutoa wazo. Basi wote walikubali, kwa hiyo tukapanga siku, na uzuri siku tuliopanga ilikuwa ni siku ambayo Amani anasafiri. Na safari yake ilikuwa ni ya mwezi mzima. Hivyo nilikuwa na muda wa kujiachia tu bila kubugudhiwa na mtu yeyote. Basi siku ilifika, nikamwandalia Amani nguo za kuondoka. Nilivyomaliza nikamuuliza kwamba kuna kingine ambacho ungependa nikuwekee. Aliniangalia kama vile ana huzuni na kuuliza kwamba unaonekana kufurahia sana safari yangu, si ndio? Nikasema hasa nataka nihuzunike. Alafu nikishahuzunika na kwa nini sasa nihuzunike? Wewe nenda bwana. Amani akasema ninaenda ndio, ila kitu ambacho unatakiwa kujua ni kuwa unatakiwa kufanya majukumu yako kila siku. Sasa ole wako niondoke na uondoke. Nikamwambia usijali boss, mimi nitafanya yote kama unavyotaka. Basi akuongea akatulia tuli. Hadi ilipofika muda wa kuondoka, Joshua akaja kumchukua akaondoka. Sasa baada ya paka kuondoka, mie panya nikautawala mjengo. Yaani hakuna fujo ambayo sikufanya. Nilivyochoka nikafunga nyumba huyo kwangu. Nikachukua begi langu ambalo nilikuwa tayari nishalipakia, nikasepa kwenda huko tunakokutania. Haikuwa nje ya Dar, hivyo kila mmoja alienda na usafiri wake, na uzuri wote tulikuwa na magari. Hivyo tulipofika sehemu husika, malipo ya kukaa kwa wiki 2 yakafanyika. Kisha kila mmoja akaingia room kwake na kuweka mizigo yake sawa. Na baada ya kila mmoja kuweka vitu sawa, tukashuka tukiwa tayari kwenye mavazi ya beach. Sasa moja kati ya kitu ambacho kinanikata moto katika makutano haya ni kuwa karibu na mtu ambaye simpendi wala yeye mwenyewe anipendi. Mtu huyu ni nani? Jasmine. Yes, ni Jasmine. Jamani, huyu Jasmine ni mtu ambaye tumekuwa pamoja na tumesoma pamoja toka Manyangoroto huko hadi chuo. Na ni moja kati ya watu wasio, yani naweza kusema tu ni moja ya watu ambao siwapendi sana. Yani ni watu ambao nisiwapenda kupita kiasi. Yani mimi na huyu bidada ni maji na mafuta. Hanipendi simpendi. Yani kwa ufupi hazivi kabisa. Sasa kwenye kundi letu la umoja na yeye yupo. Na kila trip lazima awepo. Na kisha kuwepo tu lazima tugombane. Kama sio kwa maneno basi ni ngumi. Sasa safari hii yupo. Na saizi kaja na jambo jipya. Jambo ambalo anahisi anaweza kunitikisa nalo. Jambo hilo ni lipi? Na linahusiana na nini? Utajua katika sehemu inayofuatia msikilizaji. Kumbuka ya kwamba siku zote napokuwa nakutana naye, yani lazima tugombane, kama si kwa maneno basi kwa ngumi. Na sasa hivi kaja na jambo jipya, jambo ambalo anahisi kabisa anaweza kunitikisa nalo. Ila katika jambo hilo ndio tunakoenda sasa msikilizaji, kwenye hii simulizi yetu inayomhusu binti Zai. Na of course, tangu mwanzoni hii simulizi ya Zai ni kama inamaanisha tu kwamba mpenzi wako ni mpenzi wangu. Sasa hapa tutatoana maji puani, wewe ngoja. Msikilizaji, simulizi bado ndio kama inaenda sasa kwanza. Unafikiri mpenzi yupi wa huyo kijuso Jasmine ambaye ni mpenzi wangu mimi? Ujue na unajibu si ndio? Hata usiwaze sana. Twende sambamba, sehemu inayofuata utamjua huyo mpenzi wetu mimi na Jasmine. Kumbuka mtayarishaji wa hii simulizi ni Rita Story na niliyekusimulia hii simulizi ni mimi Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.